Hamjambo? Jambo. Hamjambo tena? Jambo. AK officials and all sports lovers who are here today. Good afternoon. Good afternoon. You see, you can't sit here for several hours if you don't love sports, isn't it? Hakuna mtu amekufunga hapa. Umefungwa? Ni kwa sababu unapenda sports. Nawashukuru kwa mwaliko. Tena nawashukuru kwa sababu mmevumilia jua kali. Kwa wakati huu nawaletea salamu kutoka kwa gavana wetu ambaye ni Amos Nyaribo, ambaye ni patron wa sports zote katika kaunti ya Nyamira. Hamjambo tena? Nimezipokea. Nimesikia yale ambayo PRO Mr. Bosire amesema. Nimeyatilia maanani. Sisi kama idara ya sports tulianzisha series za kufanya sports kwa sababu katika kaunti ya Nyamira tulikuwa tayari tumeotea, tumelala, sivyo? Kwa muda mrefu tangu ugatuzi hatujawahi kufanya sports. Kweli ama uongo? Kweli. Gavana ambaye nimesema ni patron wa sports akasema wacha tuamke, kwa sababu tulikuwa na watu wanaitwa Asati, Ouko na wengine wengi, na watu wametoka wapi? Nyamira. Wengi wametoka Nyamira, najua wengine wametoka Kisii County. Akasema mbona vijana wetu wasifuate nyayo za hao watu? Mbona vijana wetu wasipate watu wa kuwapatia mawaidha ili nao wafufue jina la Nyamira, tena wafufue jina la Omo Gusii, tena wafufue jina la Nyanza na wafufue jina la Kenya, sivyo? Kwa sababu tulianza mwezi wa 9 tukaanzia pale Ensoko. Ensoko iko Borabi sub county. Tulipoanzia pale tulikuwa tuanze mbio hizi za riadha mwezi wa 5, lakini kwa sababu ya corona tukawa na lockdowns nyingi sana. Tukaona mwaka huenda ukaisha kabla hatujafanya chochote. Tukasema wacha sasa, badala ya kwenda sub county ya awards, wacha tuende sub counties ili kila sub county iwakilishwe. Na Mungu ni mwema, tulifanikiwa. Tukaanzia Ensoko, tukakuja Masaba, tukakuja Manga. Actually tulifanyia ya Manga hapa, sivyo? Tulikuwa hapa, kulikuwa na umati mkubwa sana. Alafu tukaenda Nyamira South, pia tulikuwa tumefanya huko Nyamira North. Sasa tukamaliza series 5. Tukabakisha na marathon, na ndio sababu bado niko na Nyamira Great Run. Ndio sababu bado hatujamaliza. Tulisema bado sasa tusikamilishe mbio zote. Wacha tufikie pahali, tuvuke mwaka, tujitayarishe vilivyo, tukunywe maji, tukule matunda, tuweke nguvu na tutangaze kuwa tuko na marathon ambayo itaanzia Borabi. Wanariadha mko hapa, unajua ni mwanariadha gani anatoka Borabi? Swali. Jina linaanzia N. Umesahau? Naftali Temu, sivyo? Sivyo? Naftali Temu wanatoka Borabi. Tusije tukasema mbona mnirudia Borabi. Tukasema kwa kumkumbuka, wacha tuanzie marathon Borabi mpaka Ikonge. Na hiyo barabara inatoka Cheblat kwenda Ikonge, haina mambo mengi, pikipiki, haina hata magari, it's a virgin road. Sasa tukasema wacha tutumie hiyo barabara na 21 kilometers ikiishia Ikonge market. Kwa hivyo marathon itatangazwa hivi karibuni. Gavana wetu anahimiza Vikongwe wafanye mazoezi ili kupunguza magonjwa katika miili. Ndio sababu tulipokuwa na mbio zetu hizi za sub counties tulikuwa pia tunahusisha Vikongwe, wanakimbia kilomita 2 hivi na tunawazawadisha. Na akawaambia tafadhalini kimbia. Ndio sababu tumeita keep the doctor away run. Lakini tunanacha pia
talents. Na wakati tulikuwa Ensoko tulikuwa na kijana alishinda huko, Enoch Onchari Nyakongo akashinda. Ushindi mwingine tuliuona huko France. Si ni matokeo mazuri? Hayo si matokeo mazuri? Amfurahi? Vijana wetu wameenda France na wametoka tu hapa. Si mnafurahia? Ndio sababu tukasema wacha sasa, kama tungekuwa na hizo series na tulete marathon, hatungejua ni nani atashindana na nani. Ndio sababu sasa tumejua. Leo hii tuko hapa, tumeona wasichana wetu wanakimbia, tumeona vijana wetu wavulana wanakimbia. Sasa ukileta marathon, si unajua ni nani atashindana? Si tunajua? Hata wakija sasa tuseme marathon imekuja. Saa hizi tuko tayari. Marathon ikikuja, tunajua kuna watoto wetu wametoka Kisii County, wametoka Migori, wametoka Nyamira na wanaweza kushindana na watu kutoka pembe zingine za ulimwengu. Si tuko tayari sasa? Ndio sababu tulisema wacha kwanza tuwatambue. Sasa tunasema kuwa riadha na sports mbalimbali zina manufaa mengi. Bali na kuchunga viungo vyako ndio usione daktari kila wakati, pia kwa vijana wetu zinawapatia talanta mbalimbali. Talanta hizi ni kama kupata mapato na kupata kwa sababu ya kupata kazi, kupata ajira. Kwa mfano sasa kama hao vijana wetu ametambulika nchi za nje, hiyo tayari si amepata ajira. Haya, sasa kile ambacho ningetaka kuhimiza wasikilizaji wangu, tafadhalini himiza vijana. Vijana wetu ni wengi sana, hata hapa katika umati huu wengi kabisa ni vijana. Huu ni mwaka wa uchaguzi. Himiza vijana, na huu ndio ujumbe wa gavana wetu. Wacha vijana waende katika vyuo vya ufundi, na ni vingi sana Kisii, Nyamira na Migori. Kuna vyuo mbalimbali vya ufundi. Waende wapate masomo. Baada ya kupata masomo, ni rahisi sana kujiajiri ama kuajiriwa. Uongo ama ukweli? Wakati wa uchaguzi, vijana wanapatikana katika pembe za maduka, njia panda, wakingojea wanasiasa. Alafu siku nenda siku rudi, wako pale wanafuata mtu ampatie hasa shilingi 50. Si baada ya uchaguzi utaendelea kukaa hapo ama utaendelea kuwa na kazi? Kwa hivyo kujiunga na chuo cha ufundi na upate maarifa. Ukishapata maarifa, si ukuje tu useme nitafutie toolbox. Si toolbox itakuwa rahisi kupata kuliko kusoma. Na serikali iko na sehemu yake inakulipia, alafu na mzazi atalipa kidogo. Hayo yakifanyika, itakuwa rahisi kupata kazi, ili useme kazi ziko county, hakuna kazi na namna gani, na ungali hauna maono yoyote ama haujajifundisha, hujui chochote. Kwa hivyo kile ambacho ningeomba wale wanariadha na wanamichezo wa Kongo, sijasema wale wazee sana, lakini wale ambao wamekuwa na miaka kiasi, tafadhalini, you are mentors of the youth. You are mentors. Please mentor this youth in the right way. So what I'm saying is that last year we witnessed a lot of ugly incidents among our sports people. So please mentor them, have good relationship and harmony, so that when you mentor them, they don't learn those bad behaviors. I'm talking about violence among athletes, which we witnessed last year. Actually, we had to suspend our sporting activities when some athletes lost their lives. So they were suspended. We also suspended because we could not continue. But you see, even if you suspend, lives have been lost. So let this year be a year of harmony.
a year that you are going to mentor the youth so that we don't hear such kind of violence which causes loss of lives, so that we know we have one unity of purpose, and we are sports people, we are lovers of sports, and we don't want to lose any life. So that this, when you go and Asiba alikuwa ananiambia nataka kwenda kwa shule to mentor young people. You can't mentor young people if other things have happened, isn't it? So that's why I'm saying let us maintain peace in relationships so that we become good examples to the youth. The other thing I was saying that I'm also inviting each one of you to prepare and participate in the upcoming Nyamira Marathon, and you just register at paybill number 80435785, and account is your name by 1,000 shillings only. And then when you start preparing, when we announce the date, we put a pallet of blood and once in chest. So far, you can also ask your friends and other individual sponsors to sponsor this event, because it is also costly. I heard Mr. Ngweni talking about doping, isn't it? So all this costs money. But above all, we want to revive sports across our counties with full force. And as our PRO said, unity, proper communication. Those things are very important, because without communication, we are not going to go far. Without unity, we shall not go far. So, igatobuaterane egere tworokia abana baitu chingu chingiya banse sports chingiya nende babwatia babasa tibo tibamere chimbuche babwati bantu bakubwata okoboko batenga yani nyakauchi abu nyaruke nyakauchi abu egere nakike wangu tuanze kono omwaka oyo natuanze bega na baganiriye omwaka omuya ine county kwa niaba ye county omwaka omuya w'omurembe w'amagenderero as a sports nende kuigwana na wale vijana ambao leo hii watafuzu kwenda Eldoret. Mjue kuwa Eldoret sio mahali pa kumalizia, bado mnaendelea. Kwa hivyo nawatakia kila la heri mnapoenda Eldoret, na wale hawatapata nafasi ya kuendelea mbele, mjue kuwa asiyekubali kushindwa sio mshindani. Na tujue kuwa kiwanja cha Kiendege na viwanja vingine havijafungwa. Rudi tena kwa kiwanja ufanye nini? Ushindane. Ndio nafasi yako itakuwepo. Kwa hivyo nawatakia mwaka mpya mwema wenye mafanikio, wenye amani, mfanye uchaguzi mzuri. Tafadhali muende institutes bio vya ufundi, mtoke kwa barabara au seru baadaye oseruchi sehemu kwa seru 50. Mliamona sana. Piga makofi vizuri, pigia madam makofi moja mbili tena. Sasa tunaanza kuita team athletes, all of you come here.